Ukituambia mambo ya kabila tunakuona shetani. Ukituambia mambo ya kabila tunakuona shetani. Sababu gani? Tuliishi pori ni ya nyama. Pori haiumbiwe juu ya watu. Sisi tulikala mpori. Mwenye alitutoa mpori tutembee mbarabara, tutembee magari, ni Rais Tshisekedi. Unataniambia mie ni recevoir telefone ya Kabila na Sultani Makenga ni recevoir, itanisaidia kitu gani? Mwenye aliniwinda mpori. Tuna devoir tunapaswa kureconnaître kazi ambayo Rais Tshisekedi anafanya ya kututoa mpori kutuingiza barabarani. Na tuko obligation ya kukubali yenye atasema bila kugeuza mgongo, bila kuangalia nyuma, pembeni wala gauche à droite. Tunapaswa kukubali. Alfajiri, mpenzi mtazamaji wa SC Company TV, tunakuletea habari nyumbani. Na leo tunaangazia yale ambayo msemaji wa Wazalendo Dalto akiwa katika jiji la Baraka alitozungumza kwenye mkutano mkubwa ambao umeandaliwa katika hali ya kuzungumza na wakahaji wa jiji la Baraka. Mheshimiwa Elakano Jean-Jacques, gavana makamo wa jimbo la Sud Kivu. Na baada ya hapo tutakupatia nafasi ya yale ambayo yamejiri katika jiji la Uvira. Katika yale ni maadhimisho ya miaka 65 ya uhuru wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini alichozungumza gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini? Mashirika ya kiraia yamezungumza nini kulingana na siku ya uhuru ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hayo na mengine ni kwenye taarifa hii ya habari nyumbani. Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Nakwambia ni hatari wa kizazi kipya. Ilikuwa ni miaka mingi, hatujui wapi kwenye tutakuwa napata habari za kweli. Yaani misao ya boke, misao ya bene. Ila misao hii ungwa nitenda yes. Tena misao ya manaka habari zenye ziko live. Huko nasikia na unaona. Nakwambia we mwenye unahangaikaka kutafuta habari za kunyumba. Uvira, Fizi, Makobola, Baraka, Swima, Ule, Mboko, nafasi zote zenye unajua. Usihangaike tena kuangalia TV zingine zenye hazina habari za ukweli. Fata sasa SC Company TV. Chaguo la wengi, manake sabu esobolchi abatumanga. Kila mtu wale mwilelela pate msawa ngeni. Habari yenye iko kweli. Angalia ku SC Company TV. Chaguo la wengi, utapata habari yenye ngali vierge, habari yenye iko sawa. Hata mimi wa kizazi kipya niko naingia pale kwa ai nebolole. Usisahau kusubscribe hii channel juu uwe napata kila mara habari zenye ziko mzuri. Na director wenu mkali unomwana na bwenge ono Abema Charles, nakwambia nakuletea kila mara bya mbesi no. Usanga meshi na baete yalunusuku taile yalunusuku na habari zenye ziko sire, zenye ziko ukweli. SC Company TV, chaguo la wengi, ibolingo. Nashukuru sana kwa kupata parole. Nashukuru kwa kupata parole. Nashukuru pia kwa kuparticiper mu conférence débat. Oui, mie naitwa Obela Mwila Dalton. Niko secrétaire général tena porte-parole wa CNPCC. Niko porte-parole wa coordination ya Wazalendo Sud Kivu. Hapa na represente Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba maiki kao. Mimi ninawaza sitakosa kushukuru. Msamani sana sitakosa kushukuru. Watu wa mingi wasemaka Dalton wewe tu mpolitiki, unasemaka kwa politiki. Lakini nitashukuru Mheshimiwa Liwali makamu kwa kuinisie mambo kama na hii. Lakini pia nitamshukuru kwa resistance. Mkutano muniesikize kwa kushukuru resistance ambayo vice gouverneur alifanya Uvira. Sisi tulitoka hapa le 14 février tukaenda Uvira. Il faut voir wakati tulifika Uvira, tulifika wakati gani? On tirait partout. Batu walikuwa wanakufa kiolela.
na mheshimiwa kwake ku residence. Tunaenda kuangalia titulaire, donc gouverneur titulaire hotel kwenye alikuwa. Tulipita kwa mama Aite, nimuuliza, mheshimiwa, est-ce que ulishawahi kuwa soda? Mais j'ai compris que ni nature yetu ya resistance, ni damu. Aliresiste wakati mgumu, ma menace de mort, utakuua wewe, angalia, unaona hivi na hivi. Mais tulimwambia mheshimiwa, tuko hapa, tulishafika. Nashukuru pia kwa sababu Mungu ndio mwenyewe alimtuma atoke Bukavu afike kutuita Fizi. Mimi nawaza mheshimiwa aliyakuwa wakati wa kusema sana, wakati wa kusema na wa kutoa bila itakuwa. Na kama Mungu atatusaidia, si badala tu tutakuwa wazima. Antuka tutaonyesha watu kwa kuongea na kwa kuonyesha bila za wengine. Sababu kuko watu wenye wanakuwa wanashindwa na kuonyesha effort na capacité na efficacité. Na pia nilipenda nionyeshe watu kazi ambayo sisi tunafanya kule. Na bahakikishia kama tungeenda kule, antuka sawa vile mheshimiwa alisema, pouvoir ilikuwa inaenda. Sababu Uvira Fizi ilikuwa dernier bio. Donc ilikuwa barriere ya mwisho. Manake ilikuwa kupita tu Uvira, Fizi, Kalemi. Est-ce que nani mwenye na est-ce que Kalemi kunaweza kuwa resistance? Hata Uvira. Nawaza vous avez tout intérêt ya kushukuru vijana ambao walienda kamatana na vice gouverneur. Sababu mimi nawaza wakati moya bajene ya Fizi walienda Kinshasa wakafanya kazi sana, wa sportif walienda kucheza kabumbu ya mzuri. Tulishukuru sana huko kwetu. Ndio hivyo. Nilipenda jeunesse pia ya Fizi ishukuru sie bazalendo wenye tulitoka Fizi kwa kazi yenye tulifanya kwa kustope avance elimu. Dipasa huko ndugu mwenye alisema juu ya, unaona tulishafanya mambo mengi mwa hii mission ambayo mheshimiwa tulimsindikiza juu ya parallelisme ya administration na maprison zenye ziko d'ici par là. Tulishafanya vya mingi na tutavifanya vitaisha. Lakini ndugu wa Lulimba, mkwe mnafanya mnataa sema juu ya wazalendo, mkwe mnatia mai muvere. Sababu kama mtu anakufanyia mazuri sana, akia kupotoka siku moja kameme uhesabie mazuri yenyewe alikufanyia, itatusaidia sana. Tuko pamoja? Lakini tuko tunaplede, mie mwenyewe niko hapa, mie Dalton, wakati kulikuwa delegation kwenda ona mheshimiwa rais, mimi nilikuwa parmi, alionyesha kwamba anatupenda. Na tuko tunaendelea kuplede prise en charge iwe ya mzuri. Eske batokuwa banani wale tuko tunapewa makuta na chakula tuko tunapewa, tena tukie mabariere, tena tufanye administration yenyewe iko ndani ya ingine administration, haitawezekana. Ni kusema mambo yote iko naenda kuisha. Gouvernement provincial, bandugu yangu, haiwezi kama vile mheshimiwa itoka kusema, gouvernement provincial haiwezi kusiporter VDP. Na haiko prevu. Hakuna loi yenyewe inasema kama province isiporte armée au isiporte VDP. Néanmoins, gouvernement national au central, kama kutakuwa prise en charge niko ya mzuri. Na deja matunda tuko tunaiona. Tuliona ministre wa defense. Nilikuwa mimi, mheshimiwa alikuwa na vice gouverneur alikuwa, tulimwona nani ministre wa defense. Na matumaini ni kusema wazalendo ni watoto wenu, tuko bandugu, hii mambo yote itaenda kuisha. Na d'ici là mutasikia yenye tutasema kwa radio, parce que presse ilinifata na nilibambia nasema kidogo. Kutakuwa neno ambao nitaacha namaliza kuambia watu madecision zenye zilikamatiwa na serikali na wote wataenda mlinye. Hakuna mtu mwenye atapinga mambo yenye serikali inamani. Balisema kama VDP itapigwa. VDP mheshimiwa aliwajibia. Na waza mlisikia mheshimiwa kisa aliwajibia. Mwenye atapenda kupiga watoto yake. Ndio maana sisi kwa kumalizia
Ukituambia mambo ya kabila tunakuonaka shetani. Ukituambia mambo ya kabila tunakuonaka shetani. Sababu gani? Tuliishi pori ni ya nyama. Pori haiumbiwe juu ya watu. Sisi tulikala mpori. Mwenye alitutoa mpori tutembee mbarabara, tutembee magari, ni Rais Tshisekedi. Unataniambia mie ni recevoir telefone ya Kabila na Sultani Makenga ni recevoir, itanisaidia kitu gani? Mwenye aliniwinda mpori. Tuna devoir tunapaswa kureconnaître kazi ambayo Rais Tshisekedi anafanya ya kututoa mpori kutuingiza barabarani. Na tuko obligation ya kukubali yenye atasema bila kugeuza mgongo, bila kuangalia nyuma, pembeni wala gauche droite. Tunapaswa kukubali. Asante na washukuru. Nifunga ukurasa huo wa miaka 65 ya uhuru wa Kongo. Uongozi wa jeshi la akiba linaloitwa RAD jimboni Kivu ya Kusini yataja kwamba hali wanayopitia nchi ya Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia haizuru hairidhishi mkongomani halisi kusherekea sikukuu ya miaka 60 ya uhuru. Alex Mwamba Dunia, mratibu wa RAD, ameyasema Jumatatu hii Juni 13 wakati akihutubia vikosi vya wazalendo kwenye gwarida pa Kilibula. Upande wake, kila aitwaye mzalendo anapaswa kufikiria ni namna gani ya kukomboa maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi na siyo kutegemea mikataba iliyosainiwa. Mwamba Dunia yuko kwenye mikrofoni yake Thomson Unji Batangalwa William. Sisi wazalendo hatuna furaha ya kushirikia miaka 65. Mzalendo kamili anajua kama sehemu moja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko inavamiwa na wanyanyasi, wezi waone wenye Rwanda wenye kuja kutuvamia katika mji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema hatuna amani ya sisi kufanya sherehe kwa hii mwaka wa leo. Mashirika za kiraia mashariki mwa Kongo yamesalimu kauli ya mratibu wa RAD. Shirika la raia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC limeeleza ni vyema wananchi wote kusapoti wito wa Alex Mwamba wa kugomboa mji na vijiji vinavyodhibitiwa na waasi kuliko kubaki katika sherehe wakati raia wa maeneo mengine wanataabika. Buja Kelve toa maelezo yake kwenye kipaza sauti cha Thomson Unji Batangalwa. Mtu anakuwa na organize fete kama iko na amani, me vike wa compatriote Congolais viko wanaendelea kuuliwa na wanyanguzi wa Rwanda, Nord Kivu, Sud Kivu, fasi yote ile. Vraiment tuliona kama moma haikukuwa opportunity ya kusherekea hii 65 ya independence mtangazaji, na ndio maana unatuona tuko barabarani, tuko tunajientretenir na wakuu viongozi wa kizalendo kama vile Mheshimiwa General Cordo Alex Mwamba Dunia na wengine wa coordinator par ya hii sikukuu ya leo. Haikukuwa ya kusherekea vis-a-vis na maagression rwandaise zenye tuko tunaendelea kusibiri. Radio Le Messager du Peuple, habari mpya ya kila siku. Vuguvugu la raia machozi ya raia yahuzunishwa na muongezeko wa visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini DRC, hasa kwa upande wake wa mashariki. Mratibu kitaifa wake ataja baada ya sherehe za kumbukumbu ya miaka 65 ya uhuru wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwake Dunia Hamisi, ni vigumu kusherekea uhuru wa nchi wakati raia hawana amani. Huyu anaomba viongozi wa DRC kuchukua majukumu yao kwa kurejesha amani na kulinda raia na mali yake.
Radio Le Messager du Peuple, habari mpya ya kila siku. Ukitoka hapa Uvira kuelekea bondeni mwa mto Ruzizi ni kwamba hali ya usalama ni shwari, na wanaopitia barabara ya taifa namba 5 hawana la kuwaogopesha, haswa eneo la Kagunga Munywema. Hivyo ndivyo ametaja kiongozi wa jiji la Kagando Kiliba, Bwana Bunana wa Bunana. Ameyataja hivyo wakati akihojiana na mwanaripota wetu siku ya kwanza ya tarehe 13 Juni ndani ya ofisi yake. Kwake yeye ni tangu kuwekwa nafasi hiyo ngome ya wazalendo kulingana na uamuzi wa baraza la usalama la jiji la Kagando. Hapa anazungumza kunako mikrofoni ya Radio Le Messager du Peuple. Sao tumeona wakati wa contingent Burundi wametoka, tukafikiria usalama utaendelea kwa vizuri, lakini baada tu kidogo tukaona tena wizi na uwaji kwa pale. Tukafikiria mimi kama vile kiongozi wa kata au jiji tafanya nini, ndio tukawaomba wa ndugu zetu wazalendo pamoja, si kama vile komite lokale ya usalama, tukafikiria pamoja, tukaona kama tuwaite viongozi wa wazalendo, wakatukubalia, ndio tunaona usalama unakuwa pale. Na kwa kweli ile fasi yote ambayo kulikuwa wizi ambao tumeweka wazalendo, niseme tangu wazalendo wakuepo usalama upo. Wazalendo hao ni wa kundi la Nyerere. Waendesha pikipiki waliokutanana na kuhojiana na mwanaripota wetu walitajwa kuridhishwa na hali iliyopo sasa, kwani eneo hilo lilikuwa tayari tishio kwao. Walishukuru uamuzi wa viongozi wa kuweka ngome hiyo ya wazalendo, huku wakishukuru pia wazalendo hao kwa kufanya kazi yao bila mauzi yoyote. Wamoja wao waliokutanana na mwanaripota wetu wanataja hivi. Kwa tunashukuru Mungu kabisa, tangu wazalendo waliingilia pale Kagunga natoka kabisa, tuko napita vizuri bila tatizo yoyote. Hawasikia makelele zaidi. Tunashukuru kabisa Mungu kabisa, anaendelea kusaidia kabisa. Na hao wazalendo ambao wanaketi pale hawaderanger watu, hawatuzuru, hawatulombi hata chochote kabisa.